viongozi wote mliopo hapa na wananchi wa Hai, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Deogratias Mahinyila. Ni mwenyekiti wa baraza la vijana wajanja kabisa, vijana wa Chadema, tunaitwa Bavicha. Ndugu zangu watu wa Hai, naomba na mimi kwa sababu ya muda niseme kwa haraka mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, mimi natokea kijiji kinaitwa Berege, kiko kata ya Berege, wilaya ya Mpwapwa, Dodoma. Mimi ni Mgogo. Sisi Wagogo kwenye taifa hili tulikuwa miongoni mwa Watanzania ambao tulichelewa sana kuyapokea mabadiliko na kuufahamu upinzani na kuunga mkono. Leo mimi mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema natokea Berege, ni Mgogo wa Berege. Hiyo ina maana gani? Nyinyi watu wa Hai, nyinyi watu wa kaskazini, ndio mlikuwa watu wa kwanza kukianzisha chama hiki, mlikuwa watu wa kwanza kukiunga mkono chama hiki, na mlikuwa watu wa kwanza kukichagua Chadema. Leo mmekifanya chama hiki sio kiwe chama cha watu wa kaskazini, bali ni chama cha Watanzania wote, kwa sababu kimebeba maono ya Watanzania. Mimi kama mwenyekiti wa Bavicha nimekuja na ombi moja kwenu watu wa Hai na watu wa kaskazini. Mlianzisha Chadema, mliunga mkono Chadema, na mliwashawishi Watanzania wengine waiunge mkono Chadema. Na waombeni sana, sisi vijana wa Chadema tunaombeni sana watu wa Hai, watu wa kaskazini, msije kuwa watu ambao mtashiriki kukiua chama hiki. Na nikiwaangalia kwa wingi mliofika hapa leo, na nikiwaangalia sura zenu, mnaonesha bado mtaendelea kusimama na Chadema. Mungu wabariki na wapongezeni sana kwa jambo hilo. Jambo la pili, kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 inasema vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35 wako milioni 21. Watoto wenye mwaka 0 mpaka 15 wako karibia milioni 26. Zaidi ya 75% mpaka 80% ya Watanzania wana umri usio zidi miaka 35. Na waombeni vijana wenzangu wa Hai na Tanzania kwa ujumla, tushiriki katika mapambano haya kutaka mabadiliko ya sheria za uchaguzi kwenye taifa hili, kwa sababu tukiendelea kuamini kupitia sheria za uchaguzi zilizopo kwa sasa, tutakuwa tuna tabia ya kenge. Kenge huwa haamini mpaka aone damu. Mimi mwaka 2020 niligombea udiwani kata ya Berege. Wakati CCM na serikali yao walivyoona nimeshinda, walituma jeshi, polisi walikuja pale, walipiga mabomu mpaka mbwa walihama kijiji. Wakati wamenikamata, walienda kunifungulia mashtaka ya uhujumu uchumi, huku nyuma wakamtangaza kijana mmoja wa CCM kwamba yeye ndio diwani wa kata ile. Mwaka jana, mwaka 2024, nilienda pia kugombea mwenyekiti wa kijijini kwetu. Walinikata jina, wakasema sijui kusoma na kuandika na sio mkazi wa pale. Mimi kitaaluma ni wakili. Wakili hajui kusoma, lakini mwana CCM darasa la 4 yeye ndio amempitisha kuwa mgombea wa mwenyekiti wa kijiji. Tukiamini kupitia sheria hizi kwamba tunaweza tukafanya uchaguzi wa haki kwenye taifa hili, tutakuwa na tabia za kenge, tutakuwa tunahitaji tuone damu ili tuamini hali ni mbaya. Ndiyo maana sisi vijana wa Chadema tunaunga mkono msimamo wa chama wa kwamba kusipokuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi kwenye taifa hili, basi huo uchaguzi usiwepo, kwa sababu hakuna chochote tutakachokipata. CCM wataamua nani awe kiongozi kwenye eneo lolote Tanzania nzima. Ziko changamoto nyingi zinawakumba vijana kwenye taifa hili. Toka mwaka 2015 kuna vijana wamesoma ualimu kwenye taifa hili. Wako vijana zaidi ya 200,000 wako mitaani hawajapata kazi. Hii serikali ya CCM ndio imewapa mikopo, imewakopesha. Kila kijana anadaiwa, aliyemaliza chuo kikuu anadaiwa milioni 10, milioni 15 mpaka milioni 20. Kodi za Watanzania zimewasomesha, halafu wako mtaani. Hiyo serikali iliyowapeleka shule, iliyowapa mikopo haijawapa kazi yoyote, na wako mitaani wanadaiwa, hawana chochote wanachokipata, hawana kazi yoyote. Serikali ya namna hii inapaswa vijana wote wa taifa hili tutekeleze ushauri aliyosema Mwalimu Nyerere kwamba taifa hili linahitaji vijana jeuri
na waasi dhidi ya mifumo kandamizi. Serikali ya CCM haijali maisha ya vijana wa taifa hili, sio kipaumbele kwao. Ndio maana vijana wengi wako mitaani hawajui wafanye kazi gani. Taifa ambalo 75% ni vijana, halafu serikali haijui vijana hao wanafanya kazi gani. Serikali hiyo haitakiwi kuendelea kuwepo madarakani kesho asubuhi. Na washaurini sana vijana wenzangu, tuunge mkono Chadema, na kwa sababu ya muda naamini kuna siku tutarudi Hai pia kuzungumza na watu wa Hai. Naomba nirudishe protokali kwa viongozi wengine waje kuzungumza na nyinyi watu wa Hai. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.